Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu, na nikukaribishe tushirikiane ujumbe wa neno la baraka. Somo letu asubuhi ya leo, kichwa chake kinasema kila pito unalopitia Mungu analijua. Kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari ule wa 6. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo, mpendwa mtu wa Mungu, kuna mambo unayoyapitia, unayokabiliana nayo katika maisha ya kila siku. Unaweza ukafikiri saa ingine Mungu haoni au hajui. Lakini asubuhi ya leo acha nikwambie, hakuna jambo lolote unalokutana nalo, unalopitia, linalokuumiza ambalo Kristo Yesu mwana wa Mungu halijui. Kabla wewe hujawaza kusema, yeye anajua unapitia nini. Ndipo maandiko yanasema, alipomkuta huyu mtu aliyelala miaka 38, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hii. Yaani Yesu alienda makusudi pale. Alijua huyu mtu hali yake ilivyo. Lakini huyu ndugu hakujua kama Yesu anafahamu hali yake. Lakini Yesu alijua hali yake hata kabla yeye hajajieleza. Yesu anafahamu amekaa katika hali hiyo kwa muda gani. Alimwambia, wataka kuwa mzima? Nataka niseme nini asubuhi ya leo, mpendwa? Kile unachopitia, unachokabiliana nayo, vita unayopigana, kila jambo unalopitia kwenye maisha yako, Mungu analijua. Anafahamu mwanzo wake na anajua mwisho wake. Ndio sababu anasema hakuna jaribu lililowapata isipokuwa la uwezo wenu, tena lina mlango wa kutokea. Yaani wakati jaribu linatokea, Yesu analiona. Ndipo ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia 29:11, anasema, ninajua wazo ninalokuwazia, mawazo ninayekuwazia. Tena anasema ni mawazo ya amani, kukupa tumaini. Katika hilo unalopitia, Mungu anawaza kukupa tumaini. Wakati unasema hakuna tumaini, yeye Mungu anawaza kukupa tumaini. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu akupe tumaini katika hilo unalopitia. Mbele yako uone kuna tumaini kubwa kuliko tatizo. Mwangalie Kristo aliye mbele yako, maana mbele yako kuna ushindi. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 3 ule mstari wa 7, Biblia inasema, Mungu akasema, hakika nimesikia kilio chao, nimeyaona machozi yao, na najua maumivu walionayo. Wacha nikuambia asubuhi ya leo,
Mungu anafahamu maumivu ulionayo mama. Mpendwa rafiki yangu, Mungu anafahamu maumivu ulionayo katika huduma, katika utumishi, katika eneo unalofanyia kazi. Anafahamu kile unachopitia, lakini ana mlango wa wewe kutokea katika hilo jambo. Wewe mtazame Mungu katika maisha yako. Tumaini Mungu katika maisha yako, maana atafanya jambo kwa majira na kwa wakati. Wakati wana wa Mungu wakilia, walilia wakafika mahali wakaona kana kwamba hakuna anayewajibu, lakini kumbe Mungu alikuwa anaona machozi yao. Ndio sababu anamwambia Hezekia, nimesikia kilio chako na machozi yako nimeyaona. Nimeongeza miaka 15. Wacha nikwambie asubuhi ya leo, hakuna unalokutana nalo kwenye eneo lolote, mahali ambapo watoto wako wanapitia, mahali ambapo ndugu zako wanapitia, kilio unacholia kila wakati kwa sababu ya Mungu kukujibu. Anajua na atakujibu kwa wakati. Mpendwa, natamani uamini ya kwamba Mungu anayaona yale unayapitia. Mungu akutendee mema asubuhi ya leo.